Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Utaratibu mzuri na wa haraka. Naomba ulizie nitumie dakika zisizozidi 5 kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya 2021 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema ibara ya 21(1) mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya kurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo lilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huu, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya kuitisha mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitakuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi. Tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe 4 wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi ndugu Magori, yuko Mzee Azim Leoni, yuko Swedi Mwabi, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na hitilafu kwamba mkutano usifanyike kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo. Kwenye taasisi yoyote hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawatakubaliana. Hilo ni jambo la kawaida na ni process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba imeendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa. Hili si jukumu la mwenyekiti wa Simba Sports Club peke yake, ni jukumu la wanachama na wapenzi wa Simba wote. Tuilinde nembo yetu. Katika hilo nimesikia baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Tusikilizane. Nembo zote za Simba zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ukiitumia bila ridhaa ya Simba wenyewe unaniweka katika hatari kisheria. Tumefanya usajili na kadhalika, tunalipa returns za kuhusu umiliki wa hiyo nembo. Lakini pia katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wanasimba wenzangu, tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba pengine wana
na inaondoa uvutiano zaidi ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawapendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi hilo wala siwezi kuona tatizo. Lingine, kwenye kununua bidhaa zenye thamani. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi ajeleze na muangalie yeye mwenye kavaje. Yeye aliyovaa ni fake. Alafu anahimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa ya wazabuni na wanunuzi. Mheshimiwa, lingine ambalo nilikuwa nikisema na nilisema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, ni kumwagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yupo anaweza kusimama, tumefanya picture set kwa majengo yaliyokuta wa Msimbazi na Bunju, zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule anayesema majengo yameuzwa, na Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa yule aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye. Katika uendelezaji wa uwanja na kushukuru CEO kwa taarifa uliyotoa. Lakini binadamu kama utaweza kumshukuru mwanadamu mwenzio, basi uweze hata kumshukuru Mungu. Naomba ndugu Habib Nasser yuko hapo, unaweza kusimama. Huyu bwana maarufu tunamuita mshika dawa. Yeye pamoja na mjumbe wetu wote Peter ndugu Muhammad Asad wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo mmeyaona binafsi kutoka katika mifuko yao. Tunakushukuru na unaweza kukaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya 6 pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili tukafanya vizuri. Lakini ndugu Octavian Mshukuru, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa. Yeye ni mjumbe wetu wa bodi aliyepita, lakini amechangia katika kukuza vipaji. Anashirikiana sana na wenzetu wa kamati ya youth. Nimemwona Dr. Chidua hapa. Tunakushukuru sana. Taarifa ya CEO imesema kwamba tumeweza kupandisha wachezaji 3, lakini tumeweza kupata wachezaji 4 ambao wameenda kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kumalizia, maelezo uliyotoa, sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya kudhuru yoyote, lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Wapo wanachama wa Simba Sports Club, ndugu Shaweli Omar, ndugu Hamisi Tika, Ras Simba, ndugu Os Matola na ndugu Violet Ben. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba, wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanyiwe marekebisho. Tumewianisha na barua ya Baraza la Michezo, na hii naomba lieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliyopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe 5 kutoka pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama
wa mwekezaji. Kamati hiyo ilikuwa chini ya ndugu Delphinis, sina hakika kama yuko, aliniomba dharura, lakini yuko wakili Ngasa, naomba usimame. Yupo ndugu Hussein Kita naye ana uhuru, ndugu Zulfika Chando. Hawa ndio ambao waliandika barua na majibu ya barua hiyo ndiyo ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wala dhamira dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya kisheria kama Mheshimiwa Waziri alivyosema. Kwa hiyo tutakwenda kwenye huu mjadala na mapendekezo hayo. Inawezekana ukapenda kifungu fulani cha sheria kiandikwe kulingana na wewe unavyotamani, lakini tafsiri ya sheria haitafsiriwi kwa vile unavyojisikia. Ni lazima kuna utaalamu maalum wa uandishi wa vifungu vya sheria. Nimemsikia mtaalamu mmoja hapo mwanzo wa chuo kikuu kwenye idara ya sheria. Hayo ndio mambo yanayokuwa. Sheria iandikwi kama tunavyoandikiana barua nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pamoja na neno la shukrani kwako binafsi na kwa wizara, lakini nipende tu kusema kwamba tunakushukuru, tutazingatia na haya ambayo tunayasema hapa tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakidhi. La mwisho sio kwa muhimu. Sio umesema kwamba tutaanza kutoa kadi mpya za wanachama. Mimi nasema mifumo ikamilike na target yetu kuanzia tarehe 5 mwezi Januari ni lazima kadi za wanachama zianze kutoka. Aidha iwe mfumo umekamilika au mfumo haujakamilika, lakini sisi tutaanza kutoa kadi tarehe 5 Januari. Ila ndugu wanachama wenzangu, kadi zetu sisi hatutotoa kwenye mfumo wa promotion. Waita watu wajazane, wachukue kadi kama tunagawa, hapana. Kadi zitapitia kwenye matawi, watapitishwa na watu watapewa kadi zao ili kuweza kulinda hadhi ya klabu yetu. Nawashukuru sana na kushukuru Mheshimiwa Waziri. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa. Watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.